Shukrani sana Madam Helen Kijo kwa kujiunga na Mwanzo TV. Asante. Pengine tu tungeanza na swali la moja kwa moja, ni kwamba swali lilikuwa tumetumia kwanza kuhusiana na masuala ya Watanzania kutaka kupata katiba mpya, na ni kwamba Watanzania kwa sasa wanapigania katiba mpya. Je, kwa mtazamo wako, sijui kama unaona kwa mfano kama swala hili la katiba mpya itakuwa rahisi kupatikana, ama kuna ile kinaitwa political goodwill kwa wanasiasa ya kuweza kupatikana kwa katiba mpya? Kama unavyosema, kweli Watanzania kwa muda mrefu sana tumekuwa tukitafuta kupata katiba mpya, na si kwa sababu tu tunataka katiba mpya, isipokuwa ni kwa sababu inahitajika katiba mpya. Inahitajika katiba mpya kwa sababu kuna mambo mengi sana yamebadilika tangu katiba hii ya mwaka 1977 itungwe, na ndio maana pamekuwa na hitaji hilo. Na mara zote watu wanapozungumzia habari za katiba mpya, pamekuwa hakuna utashi wa kisiasa. Pamekuwa hakuna utashi wa kisiasa. Mara nyingi sana wanasiasa walikuwa wanasema katiba hii tulionayo imetuwezesha kutembea nayo kwa amani, kwa furaha, kwa miaka yote, kwa hiyo hatuhitaji katiba mpya. Lakini pamekuwa na watu wakisukuma, wanasiasa hasa tulivyopata vyama vingi vimekuwa vikisukuma, wananchi wa kawaida, mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini kitu kikubwa ambacho kimefanya katiba isiweze kupatikana kwa kweli ni utashi wa kisiasa, kwa sababu kama wanavyofahamu mwaka 2011 mchakato huo ulianza, na ilikuwa ni pamoja na kwamba kweli watu huko chama kikuu cha siasa CCM kilikuwa hakitaki, lakini rais wake ambaye ndio mwenyekiti wa hicho chama mwisho wa mwaka tarehe 31 Disemba mwaka 2010 akasema tutakuwa tayari kwa mchakato, na kweli mwaka 2011 mchakato ulianza vizuri sana, tukaweza kupata tume ya mabadiliko ya katiba. Tume ikafanya kazi yake kubwa sana ya kuzunguka karibu nchi nzima kutafuta mawazo, wakapata mawazo mazuri, wakatoa rasimu ya kwanza ikajadiliwa, rasimu ya pili ikajadiliwa, baadaye ile rasimu ikapelekwa kwenye bunge la katiba. Lakini bahati mbaya ile bunge la katiba ilikuwa ni bunge limekaa kwa mrengo wa chama, kwa sababu ilichukuliwa ile bunge la kawaida tulilonalo, wakaongezewa watu wachache sana kama 200 na hivi kutoka sehemu mbalimbali, ambao pia wengi walikuwa pia ni wana mirengo ya kisiasa. Sasa ile ikatupelekea tukaenda kupata katiba pendekezo ambayo kwa kweli ilikuwa haikubaliki kwa matakwa ya ile rasimu ya pili jinsi ambavyo ilitoka kwa wananchi. Kwa hali hiyo ile rasimu ya katiba haikuweza kuletwa kwa ajili ya kupigiwa kura ya maoni, na ni tangu 2014 tumesimama hapo. Tunayo hiyo rasimu ya katiba, tuna ile katiba pendekezwa, na tunazo zile rasimu za jaji, tunaziita rasimu za Jaji Warioba, lakini tumegota pale. Na tulipogota pale ikaja serikali ya awamu ya 5, wenyewe wakasema hawako kabisa, hawako tayari kuzungumzia mambo ya katiba, wanataka maendeleo. Imekuja awamu ya 6, ile mara ya kwanza hawakusema chochote kuhusiana na katiba. Sasa hivi ukiangalia kwenye hiyo nani yao ya uchaguzi, ilani ya uchaguzi, wamesema wanategemea katika siku 100 tuanze mchakato wa katiba, lakini naona tumefikia karibu nusu, sijaona dalili za huo mchakato kuanza. Kwa hiyo ni kusema ukweli, shida kubwa ni utayari wa kisiasa, utashi wa kisiasa haupo. Na pengine kwa mataifa ambayo tumekuwa tukishuhudia watu ambao wamepigania, wamekuwa wakitafuta ile kupatikana kwa katiba mpya katika mataifa ya kigeni, pengine Marekani, katika taifa la Kenya, ukiangalia Ghana pamoja na Afrika Kusini, wakati wa mchakato huu wa katiba mpya, wale vyombo vya habari vili play a very big role. Unakuta vyombo vya habari, wale mahosts wanaita wasomi, expert, watu kuja kujadili katika vyombo vya habari. Sijui kama pengine vyombo vya habari katika taifa la Tanzania limechukua hiyo initiative ya pengine kuita guest katika studio zao, wataalamu, wafanyabiashara na watu kadha wa kadha kuzungumzia swala la katiba. Vyombo vya habari vilifanya kazi sana kabla
ya ule mchakato wenyewe kuanza, na hata baada ya ule mchakato ambao ulikuja kusimama mwaka 2014 vyombo vya habari vilikuwa vinafanya kazi kubwa sana. Hata mashirika yasiyo ya kiserikali yakitaka kufanya shughuli yote, hata ile tume ya Jaji Warioba ilitumia sana. Vyombo vya habari vilikuwa vinapelekea watu kufahamu nini tume inafanya, wananchi wanasemaje. Ilikwenda vizuri sana vyombo vya habari. Lakini baada ya hapo, unafahamu nchi yetu baada ya kuja hiyo awamu ya 5 vyombo vya habari ni kama vilikuwa vimeminywa sana, na hata sasa huwezi kutegemea uone vyombo vya habari vya nchi hii kwa sasa viweze kufanya hiyo kazi kabla hatujapata huo utashi wa kisiasa. Okay. Na vile bado tukiwa katika masuala hiyo ya katiba, ni kwamba nikitoa mfano tu ya taifa la Kenya, kwamba kabla ya pengine wanasiasa waanze kuzungumzia masuala ya katiba, tuliona wanaharakati wanaharakati pamoja na maendeleo ya vitu kama wanawake, kulikuwa na kinaitwa FIDA, wale Federation of Women Lawyers, walikuwa wakileta swala la katiba, wanaharakati pamoja na watu wengine tu wale wa NGOs. Sijui katika taifa la Tanzania wale watu wa NGOs pengine kama kuna ile maendeleo ya wanawake ama vikundi vya wanawake, je, sijui kama pengine wamechukua initiative yoyote kuhakikisha kwamba swala la katiba linajadiliwa kwa kina mno? Hiyo naweza nikakwambia kama vile nilivyokuambia kwa vipindi. Kuanzia tunapata mfumo wa vyama vingi, mashirika yasiyo ya kiserikali hata na hao wakishirikiana hata na mashirika ya kidini walikuwa mbele sana katika hili swala. Na nakumbuka kuna shirika ambalo kwa miaka mitano kuanzia mwaka 1998 kwa miaka mitano lilikuwa likitoa elimu kwa wananchi wakishirikiana na CCT ambayo ni Christian Council of Tanzania, kutoa elimu kwa wananchi ili waelewe maana ya katiba, wajue kwa nini ile katiba tulionao ikoje, na waone kwa nini tunazungumzia kwamba tunahitaji katiba mpya. Hiyo kazi ilifanyika sana na mashirika yasiyo ya kiserikali, na hata baada ya kupata ile huo mchakato kuanza, mashirika yasiyo ya kiserikali yalikuwa mbele sana, na ndio maana hata mashirika yasiyo ya kiserikali wakati ule yalifanya kazi kubwa sana, kwanza kuongozana na hiyo tume, kujua wakati tume inachukua maoni, kuwasaidia watu kuelewa vitu gani wanavyotakiwa kuangaliza katika yale maoni, na hata baada ya hapo kutoa elimu kwa watu kujua kila kitu. Kwa mfano, nakumbuka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu walikuwa na kampeni kubwa sana ambayo waliita kampeni Gogota, Big Bang campaign ya katiba, ambayo ilikuwa ni kusaidia kila mtu aelewe mchakato unavyoendelea. Wakatoa flash disks, wakatoa nyimbo mbalimbali, wakatoa machapisho, na pakawa na vipindi maalum kwenye TV na kwenye redio, ili mradi kila mtu aelewe. Na kweli uelewa wa katiba ulipanda sana wakati ule, lakini sasa ulivyokuja kuzidi ule mwaka 2014 naona kila mtu amepoa, watu tena hawakuinuka. Hata mashirika yasiyo ya kiserikali naona na yenyewe pia yamesimama, yamepoa, kwa sababu wameona mambo hayaendi, wao tena hawakuendeleza. Serikali ilivyosimamisha na mashirika nayo naona yakasimama. Hapo ndio tulipofikia, lakini mwanzo kwa kweli mashirika yalifanya kazi kubwa sana. Lakini nasikitisha kwamba baada ya pale walipositisha ile katiba pendekezwa haikupigiwa kura, mambo yamesimama tangu 2014 mpaka hivi ninavyoongea. Hata pamoja na kwamba serikali imesema katika siku 100 wataanza mchakato, sijaona kwa mfano mashirika hata hao vyama vya siasa vikisukuma na kuuliza sasa vipi, mbona tunaona siku zinasonga, nini kinachofanyika, tutafanya nini? Bado sijaona kwa sasa kwa kweli. Labda ni kwa sababu pia tumepitia kipindi kigumu sana baada ya uchaguzi, bado watu wanauguza madonda. Kwa hiyo labda ndio maana pamekuwa na ukimya, hata watu kujiuliza habari za katiba, wakati watu bado wana maumivu mengi ambayo saa nyingine anahitaji kutibiwa, na anahitaji kutibiwa kwa kazi kubwa sana ili watu warudie katika hali yao ya kawaida. Nilikuwa nikifuatilia mazungumzo katika hususan katika mitandao ya kijamii, watu wanataka ile kuirevive hiyo mchakato ya katiba mpya, lakini vile umesema ni kwamba serikali pengine imenyamaza, mashirika kadha wa kadha imenyamaza, na wengi wanajaribu kushinikiza serikali kupitia njia ya maandamano. Sijui kama unadhani pengine serikali itaweza kusikiza lugha ya maandamano kusudi waharakishe swala la katiba mpya? Kwa uzoefu wa nchi hii, serikali inaogopa sana maandamano.
serikali inaogopa maandamano. Kwa hiyo watu wanapojaribu kufanya maandamano kwa kutumia sheria wanakataliwa, na wakikataliwa, wakijaribu kwa mfano kama tarehe 29 watu walijaribu kufanya maandamano kwa nguvu, yani kwa kulazimisha. Matokeo yake tuliona watu waliuawa kabisa, kuuawa. Hiyo sasa imeendelea kutisha watu sana, ndio maana hata yaliposemekana kwamba tarehe 9 Disemba patakuwa na maandamano, waliotoka ni askari wenyewe, raia hawakutoka, kwa sababu raia nadhani hawako tayari tena kuona mambo ambayo ni ya kisiasa, ya kijamii, kwa ajili yetu wote, watu wengine wanakufa. Kwa hiyo naona ndio maana tarehe 9 hakuna mtu aliyejaribu kutoka, kwa sababu serikali ilijidhatiti wiki moja kabla. Maaskari walijaa huko barabarani, hasa kwenye hili jiji letu la Dar es Salaam. Kila mahali ukipita ni maaskari, magari ya deraya, maaskari. Kwa hiyo ile ilifanya watu hawakutoka. Kwa hiyo kwa maandamano, mimi nadhani ingekuwa ndio njia ya kuweza kushinikiza, kwa sababu kama kuongea tumeongea, kama kukutana tumekutana, kama wanapoita dialogue zimefanyika, lakini haijawezekana. Na nikichukua uzoefu wa nchi nyingine, wakati mwingine maandamano ya kushinikiza yalisaidia sana, na ndio yakaleteleza hata maongezi yakawepo. Hapa kwetu kunaonekana kuna huo ugumu wa watu baada ya kujaribu kuandamana na watu kuumizwa na kuuawa, sio kuumizwa tu, watu wengi wamekufa. Naona watu wametulia kidogo, lakini mimi nadhani kwa uzoefu, nikiangalia Afrika Kusini, nimeangalia hata nchi kama Chile, hata hapo kwenu Kenya, pamekuwa maandamano yakichanganyika na vitu vingine, si maandamano pekee, lakini maandamano yamekuwa kama ni vile yanasukuma, alafu baada ya maandamano ndio watu wanaweza kukaa chini na kusema basi tumesikia, tuongee. Nadhani ni njia mojawapo, ingawa sasa inapokuwa na ugumu kama hii hapa kwetu, inabidi pia kutafuta njia mbadala. Kama serikali imeamua kwamba watu wakiandamana itawaua, sioni kama ni haki watu wauawe kwa sababu ya kutafuta katiba ya nchi yao, na kwa sababu serikali inatakiwa iwasikilize wananchi, kwamba wananchi ndio wanaoamua. Ndio maana ya demokrasia. Demokrasia ni wale watu na sio utawala pekee. Na sijui umezungumzia swala la njia mbadala, sijui njia mbadala inaweza kuwa vipi? Njia mbadala yani ni kujifunza kutoka kwa watu wengine. Njia mbadala, baada ya sisi kama taifa hapa tumejaribu maandamano, wengine wanasema maandamano hayo kwa mfano ya tarehe 27 hayakupangwa vizuri, kwa sababu hayakuwa yanajulikana hasa aliyeitisha maandamano ni nani na yanakwenda kwa nani. Labda sasa tungeangalia uwezekano wa maandamano ambayo yanawagusa wananchi wote, kwa sababu pia hapa nchini pia pamekuwa na, sio watu wote tuko katika sahani moja, yani tunaelewa vyote kile kinachohitajika. Kwa hiyo tukiwa na uelewa wa pamoja kama wananchi, na kila mahali kwenye sehemu ya nchi hii, kila sauti ikawa ni hiyo, kuanzia ngazi za huko vitongojini, nadhani msukumo ukija mkubwa kutoka kila pembe, mimi nadhani serikali na hao ambao wanaogopa swala la katiba mpya, huenda masikio yakafunguka, wakaona tuna sababu ya kuongea. Lakini pia njia nyingine mbadala ni hiyo hiyo ya kwenda na njia zao, kwamba wanasema baada ya tukimaliza kutibiana hapa majeraha tuliyopata tarehe 29 ndio tunaweza kuangalia swala la katiba mpya. Tunaweza tukaenda nao hivyo, tuone. Isipotokea sasa ni wananchi tena wanazungumza kujirigroup na kuangalia sasa kama serikali haitaki kuongea, na njia nyingine ni ipi zaidi ya kama wananchi hamna njia nyingine zaidi ya kutoka, ili wajue kwamba tunamaanisha nini. Sijui kama pengine bodi ya kimataifa, hususan pengine ile regional block ama pamoja ama ile United Nations, sijui kama huwa wanakuwa na ile uwezo pengine wa kushinikiza nchi kutekeleza matakwa kama hayo. Sijui kama wako na hiyo uwezo. Wana fursa ya kufanya hivyo. Ndio. Yaani nikisema fursa ni kwamba uwezo maanake ni nguvu. Lakini mimi nadhani kwa sababu za kimataifa
na kama hizi vyombo vya kimataifa vikipata heshima yake Ndio. vinaweza kushinikiza, vikipata heshima yake vinaweza kushinikiza na kufanya vitu vingi. Kwa mfano kama Afrika Kusini, unajua mambo yalikuwa yameshakuwa magumu kabisa, ni kama ilionekana kama haiwezekani, lakini baadaye palipotokea mauaji makubwa sana, nadhani jumuiya ya kimataifa ilitoa shinikizo, na shinikizo kubwa ilikuwa pia ni kwa kukataa kushirikiana nao. Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani unakuta watu wanapewa vikwazo vinaweza kusukuma, na ndio jumuiya ya kimataifa, hata block hizi za region za kikanda nao wanaweza kufanya hivyo, kwa sababu hao wote wako humo. Kwa mfano sisi tuko kwenye kanda ya SADC, tuko kwenye kanda ya Afrika Mashariki, tuko kwenye kanda ya Afrika yenyewe AU. Vyote hivyo vyombo vikiamua kusaidia kwa kuonyesha Tanzania kwamba hakuna kitu cha ajabu kwenye kupata katiba mpya na kutafuta njia za kwa mfano kama block wanajua vitu gani ambavyo wanaweza kusaidia wenzao ambao hawafanyi vile vitu ambavyo vinatakiwa. Mimi nadhani wakiamua wanaweza, hata Umoja wa Mataifa pia kutumia tume hiyo ya haki za binadamu kimataifa ni chombo ambacho kinaweza kufanya hivyo. Hata wenyewe General Assembly ya Umoja wa Mataifa wanaweza kufanya kitu wakiamua, na kama serikali itakubali. Maana vyombo vya kimataifa wakati mwingine shida yake ni kwamba inataka yule ambaye anasaidiwa anaambiwa akubali. Kwa mfano anaweza wakaamua anataka kufanya kitu wakawazuilia, lakini njia ngumu ni ile ya kuwawekea vikwazo. Na pengine tukimalizia ni kwamba yes, Samia alitoa amri kwamba ataleta katiba, swala la katiba mpya chini ya siku 100. Na kulingana na vile mambo inavyoendelea, je, una matumaini kwamba iwapo Samia ataleta swala la katiba, sijui kama una ile matumaini kwamba pengine hiyo katiba itaweza kutokana pengine na matakwa ya wananchi, kulingana na vile mambo iko kwa sasa katika taifa la Tanzania, inaweza tokana na itakuwa ni katiba ambayo imetokana na wananchi? Kama kweli wanasema katika siku 100 wataanzisha huo mchakato, Ndio. Wakiweza kuanzisha mchakato kama ambavyo watu wameshazungumza kwamba huo mchakato ule wa kwanza uliofanyika wakati wa awamu ya 4 ulifanyika kwa kweli na watu wakaridhika, kwa sababu iliundwa ile tume ilizunguka na ikaongea na watu na ikapata mawazo ya watu, na hata ilipoleta rasimu yake ya kwanza na ya pili watu waliikubali. Kwa hiyo ile katiba kama ingekwenda kama ilivyo, mchakato usingechukuliwa na hao wanasiasa, kwa sababu bahati mbaya bunge lile la katiba lilikuwa ni bunge la siasa, kwamba walichukua lile bunge la Jamhuri ya Muungano taifa ambalo Jamhuri ya Muungano likawa limechanganywa, yani limechukuliwa lenyewe lote pamoja na la Zanzibar, ambapo kule ni wanasiasa wamejaa, vyama vya upinzani wamejaa, chama tawala. Kwa hiyo wakawa wanabishana kama wako kwenye mambo yao ya kichama, badala ya kuangalia maslahi mapana ya taifa kuhusiana na mchakato wa katiba mpya. Na ndio maana ile katiba, ile rasimu ya Warioba haikuangaliwa kabisa, unakuta walienda kinyume kabisa, vitu vingi ambavyo vilikuwa vimepita pale vikaondoka. Kwa hiyo mimi nadhani kama wakiwa na nia kweli ya kupata katiba ya wananchi, wangeweza kupata ule mkondo, wakaunda tena sheria kama wakati ule, na sheria hiyo ikaweka vyombo kama hivyo, na hivyo vyombo vikafuata. Na watu wengine walikuwa nafikiria wala hatuhitaji kurudi nyuma, ingaji miaka imeshapita tangu mwaka 2014. Kuna mambo mengi tumeshajifunza hapa katikati. Tunaweza kuwa tusihitaji kuitumia ile kabisa ile rasimu ya Warioba ya pili, lakini inaweza ikawa ni kitu cha kuanzia, na hata kama kutakuwa na tume inaweza kwenda sasa kujengea pale badala ya kuanza moja, kwa sababu kusema kweli ile tume ilifanya kazi kubwa sana sana. Pengine tu swali la mwisho, pengine kwa wito wa vijana ambao wamezungumza tu, tumeona tu vijana wakiongea katika mitandao ya kijamii wanazungumza zaidi, sijui pengine wito wako wa mwisho kwa hususan ile Gen Z, sijui unaweza toa pengine ushauri gani kwao? Mimi ninaweza kuwashauri tu wasikate tamaa, kwa sababu najua wengine wanakatishwa tamaa, wanaonekana ni kwamba hawaeleweki, wengine wanawaita wahuni, lakini mimi nadhani wasikate tamaa, kwa sababu mabadiliko huwa si kitu rahisi. Na nimeona kwa uzoefu wa nchi nyingine, pale watu wazima walipochoka, waliposhindwa, walipoona labda ni kitu hakiwezekani, vijana ndio walikuja kuleta mabadiliko. Kwa hiyo wanaweza wakakaa tena wakajipanga upya, wakajipanga vizuri, wasifanye vitu ambavyo labda vinaweza kuonekana kuwaonyesha kwamba hawamaanishi
kwa sababu nadhani wanachotafuta hao vijana ni tuweze kupata kweli katiba mpya, lakini pia tuweze kupata mifumo mikubwa ya kimabadiliko ambayo hata wao wanapoishi katika nchi wataishi vizuri. Kwa hiyo wakiweza kujipanga tena vizuri, wakaleta sauti yao, hata nguvu zao, hata kutoka vizuri, wakatoka kwa njia ambazo hazitawaletea wao kuumizwa na hazitaleta maumivu kwa vitu vingine, mimi nadhani vijana wasonge mbele, wasikate tamaa, waendelee mbele, kwa sababu wao ndio wenye nguvu na ndio wanaweza wakaleta mabadiliko, kwa sababu wazee na watu wazima wengine wako kwenye comfort zones na wengine wamejichokea. Kwa hiyo wao wenye nguvu na wenye uhitaji wa kuona mabadiliko ambayo ndio watayaishi, wasikate tamaa, wajiangalize tena wanawezaje kufanya vizuri zaidi, wasonge mbele. Naam, shukrani sana. Ni hayo tu, na pengine iwapo tutakuwa na maswali ama swali lingine tutaweza kurejea kwako. Asanteni sana, nashukuru na kila la heri na ninyi. Shukrani sana. Asante. Thank you.